Hii hapa ni ufunuo wa tatu wa kushangaza. Kwa vile umeanza kuelewa kwamba kabla, katikati na baada yote ni kweli, kwamba Bwana anakuja muda mfupi baada ya kabla ya dhiki, karibu na mwanzo, katikati ya dhiki na baada ya dhiki, kama ilivyofunuliwa katika Luka, kisha Marko na kisha Mathayo, katika Injili za Sinoptiki. Hebu ni kuonyeshe ufunuo mwingine wa ajabu. Je, unajua kwamba jinsi makabila yalivyopangwa jangwani na makabila yanayoongoza na bendera zao vinawakilisha kuja kwa Kristo mara tatu? Hiyo ni kweli. Unajua kwamba kuna makabila manne makuu: moja la kusini ambalo ni Reubeni, moja la magharibi ambalo ni Efraimu, moja la kaskazini ambalo ni Dani, na moja la mashariki ambalo ni Yuda. Naam, sote tunajua kwamba simba wa kabila la Yuda anawakilisha Bwana akirudi chini kwenye mlima wa Mizeituni. Lakini vipi kuhusu Reubeni, Efraimu na Dani? Naam, Reubeni ndiye aliyetangulia ukabia. Yeye ndiye bendera ya kusini, anamwakilisha mtu mwenye mtungi wa maji. Tunasoma kuhusu mabango haya na makabila makuu katika Hesabu sura ya 2. Nenda ukasome kuhusu makabila manne makuu, kisha nenda kwenye Hesabu sura ya 24 mstari wa 7 hadi 9 uone kwamba kuna baraka tatu kuhusu Bwana ambazo watu hawajawahi kufuatilia, hawajawahi kuelewa maana yake. Lakini ya kwanza ni Reubeni. Inaelezewa kama yule mtu mwenye mtungi wa maji anayemwelezea Reubeni. Hiyo ndiyo kabla ya dhiki, wakati Bwana anakuja baada ya kabla ya dhiki, ikiwa na uhusiano na mpanda farasi mweupe. Anapokuja mwishoni mwa mihuri, anawakilishwa kama Masihi ben Efraimu. Anakuja kama ng'ombe dume anayewakilishwa na bendera kuelekea magharibi. Vipi kuhusu Lan? Naam, Deni. Tunajua Bwana anakuja karibu mara tatu tu katika siku za mwisho. Vipi kuhusu Dan? Yeye ni mwakilishi wa Shetani. Kumbuka, nyoka anayeuma kisidindo atatumika kuwahukumu watu wa Bwana, atatumika kuwahukumu Wayahudi katikati ya tarumbeta. Yote yako kwa mpangilio. Inaanza na Reubeni, kisha inaenda kwa Efraimu, halafu inaenda kwa Dan na inamalizika na Bwana kama simba wa kabila la Yuda. Na watatu kati ya wanne, Reubeni, kisha Efraimu na kisha Yuda, wote wanamwakilisha Bwana, na ipo kwenye mabango na ipo katika kitabu cha Hesabu sura ya 24 mstari wa 7 hadi 9 katika baraka tatu za kuja kwa Bwana. Ninaomba hili likubariki. Asante kwa hili.